sana. BAKWATA ile anayozungumza Sheikh Isa Ponda na wenzake 11 ni ya zamani sana, ambayo Sheikh Abubakar Zuberi alishaijenga kuanzia kwenye kutengeneza katiba mpaka utendaji ndani ya baraza. BAKWATA ya leo, Mheshimiwa Waziri, ni ya kusomesha dini. BAKWATA ya leo ni ya kimaendeleo. Kwa upande wa dini, Mheshimiwa Mufti ameweka vyuo vya kusomesha dini vinavyosimamiwa sasa na BAKWATA yenyewe, House of Knowledge, Darul Maarif, kwamba kuna vyuo ndani ya BAKWATA yenyewe isomeshe dini, isomeshe Uislamu, ambapo nchi nzima, mikoani, wilayani na kwenye kata, vyuo hivyo vinakwenda na watu wanasomeshwa dini. BAKWATA ya leo ni ya uchumi. Hivi tunavyozungumza, kule Kagera inamaliziwa complex ya bilioni 6 ya kiuchumi ya BAKWATA, ambayo Sheikh Ponda amesahau jambo hilo, limempita kichogoni kwa chuki iliyojaa alioni, pamoja na ukubwa wake. Mradi mkubwa hauoni, lakini kule Iringa, soko Matola, Mheshimiwa Mufti anakwenda kuweka jiwe la msingi la mradi mkubwa wa bilioni 12, soko kama la Kariakoo najengwa soko Matola Iringa na BAKWATA. Hakuna taasisi yoyote ya Kiislamu yenye mradi hapa nchini Tanzania, si ya Sheikh Ponda wala ya Sheikh Ponda. Hana taasisi yenye mradi hata wa shilingi bilioni 10. Hana kabisa. Kwa hiyo BAKWATA hii Mheshimiwa Waziri wa serikalini, msitishwe na makelele ya wajanja wachache wanaotafuta maarufu baada ya kukwama kwenye siasa, kukosa ubunge, gani chama kimeharibika. Sasa wanakuja kutafuta maarufu kwenye dini kwamba wao ni watetezi wa Uislamu. Kwa hiyo watakufanya ni kuwaambia Waislamu BAKWATA ni mbaya, BAKWATA imeanzishwa na kanisa, kwa hiyo mambo yake yote ni kwa mujibu wa kanisa. Halafu leo wanapewa milioni 100 na kanisa hafanya. BAKWATA imeanzishwa na kanisa, hela apewa yeye za kufanyia fujo huko. Na kutuacha turudi katika elimu, tunafunga ya Ashura. Tumepata wapi? Tumepata kwa Mayahudi, ndio kadima Rasulullah al-Madina kwa wale Yahudi yasumuna yawm Ashura. Mtume katika Madina akawakuta Mayahudi wanafunga siku ya Ashura, akawauliza ma hadha al-yawm alladhi tasumuna fihi, hii siku kwa nini mnafunga, siku gani? Mayahudi wakamwambia hii siku ambayo kwa Musa asiumizwe na Firauni. Kwa hiyo sisi tunafunga kumshukuru Mungu, Mtume Muhammad yasadu jambo zuri hili Mayahudi, lakini jambo hili ni zuri tunachukua na sisi tutafunga wote. Na kwa hiyo nataka kusema ni kwamba kama atatokea labda mtu sio Muislamu akakupa kitu kizuri, si haramu katika Uislamu kuchukua na ukakitumia katika bwana ya kuwaunganisha Waislamu na taasisi zao zote, ya kupigania dini ya Kiislamu, umoja baina ya Waislamu na umoja baina ya Watanzania, amani ndani ya Tanzania, utulivu ndani ya Tanzania. Lakini BAKWATA ya maendeleo, shule 22 za sekondari ambazo zinafanya vizuri zinakwenda, hao wengine hawana hata moja, hawaelezi, hawana hata ofisi.
shule, ofisi ya shughuli zao iko wapi? Hii ndio napata ambayo vijana hawa kwa nzuri kupigania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hayo mengine nimekuja kuyaeleza, na mufti ametuzuia. Mufti wetu Mwenyezi Mungu Abraham, Mwenyezi Mungu ampe afya njema, Mwenyezi Mungu atuwekee kiongozi bora, ametuzuia, hataki kabisa tuseme. Kwa Mheshimiwa Waziri, tunaona tuna uchungu mkubwa, hataki kabisa, asema acheni, mwacheni, acheni watu waseme, je, tufanyeni watu kuona matokeo. Kwa hiyo hata kama tumeambiwa tusiseme, kwa sababu ya kusema hapo tunasema kidogo. Mwisho kabisa, jambo la nne ya Mheshimiwa Waziri, nimalizie na ujumbe wa hadhara hii ambao utiifu ndani ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, alaikum bis-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyyun kana ra'sahu zabiba. Utiifu katika Uislamu ni miongoni mwa sehemu za ibada. Kijana kumtii mzazi, kijana kumtii kiongozi, ama Muislamu kumtii aliyekuwa mbele yake, ama watu kuishi kwa kuheshimiana na twaa baina yao, utiifu baina yao. Hili ni swala la kiibada. Wama arsalna min rasuli illa liyutaa biidhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, swala la kutii viongozi ni amri kutoka kwake. Pale utakapotii mamlaka iliyokuwa juu yako, kwa maana ya nyumbani ukamtii baba na mama, wewe umeabudu. Lakini kwa maana ya kwenye jamii ukatii kiongozi wako wa mtaa, kata, wilaya, mkoa mpaka taifa, wewe umeabudu. Lakini ukitii kiongozi wako wa serikali umeabudu, na ukitii kiongozi wako wa dini pia umeabudu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maneno mazuri ambayo yametoka kwa katibu baraza vijana makao makuu Sheikh Uthman Zubeir, Mwenyezi Mungu ambaye amjalie kila la kheri. Tunaomba tuwe watulivu, tuwe kwenye haramu za mwisho. Tukisema haramu ya mwisho, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunafahamiana. Ni muda ambao kila maelekezo tunayopewa na wenyeji wetu wa shughuli tunapata kuyafuata, ili mradi yote ni maandalizi. Sasa hivi ni muda ambao kabla hatujamjua Sheikh wa wilaya ya Ubungo na yeye atoe salamu zake, tumuombe katibu wa Juhikiba ndugu yetu Haji Dimoso aje kusoma risala maalum. Baada ya risala hiyo ndio Sheikh wa wilaya naye atatoa salamu zake, ili mradi tuingie katika itifaki ya viongozi wetu wa serikali. Na hayo yanaendelea. Mheshimiwa mbunge wetu hiyo ni Al-Qasus au Sheikh Al-Qasus au kahawa. Al-Qasus ni chai nzuri ambayo inachangamsha miili yetu, kwa hiyo tuinyweni kwa utulivu. Kwa mheshimiwa hiyo tuinywe na raha zake kwa wenzako hapo, mtakuwa mnaongezana inshallah. Ule mdogo ambaye kuhusu kaa kimya inshallah. Karibu Al-Qasus endelee kwa watu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Alexander Kisila Mkumbo, mbunge wetu wa jimbo letu la Ubungo, waziri, karibu sana Ubungo, karibu kwa vijana wako wa jumuiya moja vijana wa Kiislamu katika wilaya yetu ya Ubungo ambayo ina majimbo mawili, upande jimbo ambalo liko chini yako, jimbo la Ubungo, lakini upande jimbo la Kibamba. Ndugu mgeni rasmi, maulidi haya yameandaliwa na jumuiya moja ya vijana wa Kiislamu BAKWATA wilaya ya Ubungo. Maulidi haya huu ni mwaka wa pili, ambapo mwaka juzi yalifanyika Disemba 8 kuamkia Disemba 9 katika viwanja hivi vya Manzese wa Khalesa, ambayo ndio tarehe yetu ya asili. Hivyo maulidi haya ya leo yalikuwa yafanyike Disemba 8 mwaka 2025, lakini kutokana na hali ya kiusalama ya nchi wakati huo haikuwa sawa, lakini kwa uwezo wa Allah sasa hali ya kiusalama imeimarika
na ndio tunafanya, ila mwaka huu 2026 tutarudisha Disemba 8 kama ilivyo ada. Ndugu mgeni rasmi, katika maulidi ya 2024 tulijiwa na viongozi mbalimbali akiwemo mgeni rasmi wa wakati huo DC wetu aliyekuwa DC wetu wa wilaya hii ya Ubungo, kipenzi chetu Hassan Mutoko, ambaye kwa sasa ni mkuu wa wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro. Katika salamu ambazo Mheshimiwa Mutoko alikuja nazo wakati huo ni salamu za mkuu wetu wa mkoa huo wa Dar es Salaam, mzee wetu Abubakar Chalamila, ambaye alituchangia katika mfuko wetu wa maafa kiasi cha shilingi 500 katika mfuko wetu wa maafa, ambao ndio kiunganishi kikubwa cha sisi vijana pindi tutakapopata matatizo mbalimbali kama ajali, msiba, kuumwa na nini. Ambacho wito wako kwa wananchi sasa kupitia haya? Kikubwa ni kwamba hii inaonyesha kwamba sisi katika nchi yetu, viongozi wa serikali na viongozi wa dini tunashirikiana, na ushirikiano wetu uendelee kudumisha. Ni muhimu sana kwamba taasisi za dini, serikali, hatimaye lengo letu ni kuwatumikia wananchi. Kwa ushirikiano huu uendelee kudumu. Tuone baadaye mheshimiwa ukiwa unacheza dufu. Kucheza kupo.